Amu TV, the stories behind the scenes. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ويعد الكبيرة رقم 2 بعد الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن العاق لوالديه في قوله تعالى في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وعقوق الوالدين هو كل ما يؤذي الوالدين من قول أو فعل أو تقصير في حقوقهما، ويتضمن ذلك عدم طاعتهما في غير معصية الله وإغضابهما والتعفف من أوامرهما ورفع الصوت عليهما وهجرهما وسبهما وغير ذلك من الأفعال التي تلحق بهم الأذى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Leo insha Allah taala tutakuwa na sehemu ya 4 na ya mwisho insha Allah katika mfululizo wa khutba hizi za birrul walidain. Mada hii haitokamilika iwapo hatukutaya sehemu hii ya mwisho, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka zote ziwili kwenye Qur'an. Yeye utakumbushana yula uququl walidain, na itabidi tueleze maana hili neno uququl walidain. Neno la Kiarabu ni muhimu tufahamu maana yake ni nini, pengine wengine huwa na sampuli nyingine. Kwenye lugha ya Kiarabu neno uquq lina maana ya ashaq wal qatl kwenye lugha, kukata na kupasua, ndio kwenye lugha ya Kiarabu. Lakini katika istilahi za kisharia uququl walidain imeelezwa namna hii ifuatayo: ighdabul walidaini bitarki al-ihsan ilayhima ay fi'lun yataadha bihi al-walidan sawaun kana dhalika bilqawli au bilfi'l. Yani wanazuoni wakieleza maana ya uququl walidain wanena ni kuwaghadhibisha ama kuwakasirisha wazazi wawili kwa kuwata kuwatendea ihsani, wema, kama Mungu alivyotuambia aljazau lihsan illa lihsan. Yani fi'lu ni kitendo yataadha bihi alwalidan, ambacho kitawakasirisha wazazi wawili ama watakereka kwa kitendo hiko, sawaun kana dhalika bilqawli au bilfi'li, sawa sawa iwe ni kwa maneno au ni kwa kitendo hasa. Na wakati mwingine maneno kukera zaidi hata kuliko zitendo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Ahqaf amezungumza watu wawili. Amezungumza mtu wa kwanza, albaru biwalidayhi, mwenye kuwatenda wema wazazi wake wawili na baadaye hapo amemtaja na ule ambao ni kinyume cha huyo albaru bilwalidain. Kwa kutunga wakati hatutozurudia
maneno ya Mwenyezi Mungu kuhusu birrul walidain, lakini utarudia ama tutataya yale ambayo Mungu ameyazungumza kuhusu huyu al-aqu liwalidayhi. Mwenyezi Mungu atuambia katika surati al-Ahqaf, walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalat al-qurun min qabli wa huma yastaghithani Allah wa ilaka amin inna wa'da Allahi haqqun fayaqulu ma hadha illa asatirul awwalin. Katika aya mbili hizi Mwenyezi Mungu atutolea hikaya ya ule mtu ambao umo katika kundi la mwenye kuwakata wazazi wake. Mungu atuambia walladhi, na ule ambao qala liwalidayhi, aliwaambia wazazi wake wawili, uffin lakuma. Nyuma tukumbuka tulisoma wala taqul lahuma uffin, yani usionyesha ishara yoyote hapokuwa ya kitunu ya kwamba wewe umekereka ama umeudhika kwa lile ulilokuambia ama wale ulitenda. Sasa huyu ni ule ambao yeye qala liwalidayhi uffin lakuma aliambia wazee wake hilo neno ambalo walitakikani, awani aliwafanyia kitendo ambacho Mungu hataki kijana amfanyie mzazi wake. Aliwaambia maneno ataidanini nyinyi, yani wazazi wake wale, ataidanini, mwanitisha mimi ama mwanishutua kukuwa an ukhraja, tafufuliwa, waqad khalat alqurun min qabli, fil hali qarni zimepita nyingi nyuma yangu. Tukumwona waliokwenda karudi, yani wazazi katika kumnasihi kijana chao walimwambia kumbuka kuna na kufa, kuna na akhira, kuna na hisabu, kuna na hiyao. Sasa yeye badala ya kuambia sawa ama ndio, alikiambia ataidani, nyinyi mwanitisha mimi kwa neno hayo. Waqad khalat alqurun min qabli, fil hali kuna karni nyingi zimepita nyuma yangu, hakuna tulomuona mmoja alokwenda karudi, nyinyi mwanitishia nini? Wahuma, lakini hawa wawili wazazi wawili kwa upande wao pamoja na kukatiwa maneno kama hayo na mwana wao, yastaghithani Allah, kumuomba Mungu wao, kama Nabii Allah Nuh alayhi salam, wakati mwana amemuasi meiza kumwandama, lakini bado alikimrai na kumtafadhali ndo huko, na hawa ni yao ndo sura walio wazazi. Wahuma yastaghithani Allah, wale wazazi wawili pamoja na maneno ya mwana wao alikuwa akiwaambia ya kukatakata na kutupatupa, wao yastaghithani Allah, walikuwa wamekazana kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakimwambia wailaka amin, mwana wetu amini, rudia nyuma, rakibisha na namna hiyo. Inna wa'da Allahi haqq, maagizo Mwenyezi Mungu ni ya kweli, sione mambo ya dhihaka. Yeye jibu lake fayaqul, yeye wakinena akiwaambia ma hadha illa asatirul awwalin, hizi zile ngano zilizotoka zamani. Unaambia hatuna radhi nawe, kwani mkitokuwa radhi nami radhi nini? Radhi ni maradhi mtimkuni mkunazi, yani kibalao ya mara nyingine wanaradhi wazazi mwambia mimi si radhi nawe mwanangu, ukimwambia radhi nini, si radhi nami duniani wala akhira. Yani wako watu katika sisi watamkao maneno mfano wa hayo kuambia wazazi wao. Hii ni katika akbarul kabair, kwa kama mtume wa Mwenyezi Mungu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair al-ishraku billahi wa uququl walidain, katika madhambi yale makubwa kabisa ya kiwango cha juu ya madhambi. Kwanza al-ishraku billah, hakuna zaidi ya hapo, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La pili, la daraja ya pili, wa uququl walidain, na mtu kuwakosea wazazi wake, ni daraja ya pili. Kama kule Mungu alituambia wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, hapa ametuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akbarul kabairi al-ishraku billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo dhambi la pekee yake ambalo Mungu amelitenga. Ametuambia inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Mwenyezi Mungu ni muweza wa kusamehe waja wake lolote, hakuna limshindalo, lakini hili alilitenga, aliweka mbali. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi, Mwenyezi Mungu hamsamehe mja wake ambao atakufa katika mambo ya shirki na hakutubia katika uhai wake. Yani kuna madhambi watu watakufa nayo, lakini Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na roho atawasamehe huko akhira. Lakini la shirki, ikiwapo mtu hakutanabahi mapema akarejea nyuma akatubia akafa nalo,
basi huyo hana matarajio ya kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. Sikokuwa Mungu hawezi kumsamehe, aweza sana, lakini mwenyewe hilo kuonesha uzito wake amelitoa katika madhambi atakayokuwa samehe waja wake. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu ameiwekea miko kwamba hilo hatolisamehe iwapo mtu amekufa nalo, si kwa kuwa alikuwa kwa mambo ya shirki akatubia. Wengi kama masahaba walikuwa katika shirki, lakini wamekuwa watu watukufu, watu bora, radhiyallahu anhum wa radu an, kwa sababu walirudia nyuma wakawata yale katika uhai wao. Lakini mtu kiwa atakufa na unayamba katika mambo ya ushirikina, basi huyo asitarajie kwamba atapata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kiwango hiko ndio ikawekwa wa huququl walidain. La pili, kuwakosea ama kuwaudhi ama kuwakera wazazi wake mtu. Hili ni jambo kubwa sana, na Mtume sasa katika hadithi nyingine alituambia, laana Allahu man sabba walidayhi, Mwenyezi Mungu humlani mwenye kuwatukana wazazi wake. Masahaba akainua mashikio wote, ya Rasulullah, ayasubu rajula aba? Wakashangaa, Mtume, mtu kweli aweza kumtukana babake? Yaweza? Wakashangaa namna hiyo. Tukamwambia naam, yawezekana indirect. Yasubu aba rajulin fayasubu aba wa yasubu umma rajulin fayasuba ummahu. Mtu kumtukana mzazi wake si lazima wewe mwenyewe umkabili, ingawa hilo pia linawezekana kwa wakati tulionao. Yasubu aba rajul, utamtukana babake mtu, fayasubu aba, na ule mtu aliyotukana babake amtukane babako naye. Wayasubu umma rajulin, ama mtukane mamake mtu, fayasuba ummahu, na ule aliyotukaniwa mama naye akutukanie mamako wewe. Hapo utakuwa wewe indirect umesababisha wazazi wako kutukanwa. Sasa angalia, ukisababisha umelaaniwa. Je, ukimtukana mwenyewe itakuwa ni laana ya grade gani hiyo? Wewe umesababisha tu, umemtukana mtu mwingine babake, na ile kutukania wako umehesabiwa wewe ndio ulimtukana babako. Umeambiwa laana Allahu man sabba walidayk. Sasa wewe mwenyewe kwa ulimi wako ukawatukana, itakuwa daraja yako ni ipi baada ya laana? Kuna nani? Labda waghadhaba Allahu alayhi, laanahu Allahu wa ghadiba alayhi, Mungu amlaani na amkasirikie kwa hilo. Kwa hivyo ni yangu atakatutahadhari, tutunge ndimi zetu. Utakupata madhambi makubwa makubwa, tuone mimi sikufanya hilo, sikujaliwa hata siku moja, nitiani kitabu changu munionyeshe mahala alimtukana babangu. Bala, kuna siku fulani fulani alimtukana babake fulani, naye akakutukania wako. Ulimtukana mamake, naye akakutukania wako. Kwa hiyo watu utakatutahadhari. Katika jumla ya mambo ya huquqil walidain ni mtu kuwa na kutojali wazazi wa mtu mwingine. Yoyote kwako ndarandani, takataka, mzazi kwako ni babako. Wewe suluti yako mpiga babako tu. Sasa kwa babako la yubali, lolote unaweza kumwambia, ujali la. Ukimwambia mzazi wa mtu naye akiwa hatosubiri kakutukania wako, yuwa wewe ndio uliosababisha babako mamako akose adabu, atukane. Sende kuteta, sitaki kupigana. Hakuna kufanya hamaki, yatakuwa makubwa zaidi. Utakwenda na hoko yu kuingia mbure kutoka mapesa. Wewe ndio unasababisha. Omba istighfari, muombe Mwenyezi Mungu akusamehe, mambo yamalizike hapa hapa. Kwa hiyo katika kabairi dhunub kubwa katika hayo ni hili la huquqil walidain. Na kama tulivyoeleza, huququl walidain si lazima wafanye mambo matoto tu ya kuwaudhi, lolote ambalo litamuudhi. Kama Mwenyezi Mungu alipiga mfano, fala taqul lahuma uffin. Uffin si neno kamili kumwambia mtu, ni ishara ya kitunu tu kuonesha kwamba wewe ni body language ile, kwamba wewe ukuridhika ama umeudhika na lile alolinena ama alolifanya, umeziviwa. Na kawaida Mungu ikikuziwia toto lile kubwa huwa amekuziwia zaidi. Wala taqrabu zina, lakini amekuziwia zina kabisa, umeambiwa usikaribie. Kwa hivyo ina maana ule wengine kwa uzuka wako kwamba Mungu akwenda msizini, sasa msikaribie, kwenda msizini. Ikiwa umeambiwa mahala tahadhari, kuna mbwa, usishotoambiwa usiingie, ile wameze kuambiwa kwamba usiingie, kuna hatari hapa. Hii ni jambo litakalutia akili, na baadhi kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Mambo ya vijana kukosea wazazi wao husababishwa na wazazi wenyewe, kwa sababu
baadhi ya wazazi wana maneno ya tio, incitement, maneno ya tio. Mama aweza kumtiatia mwanawe kitoto maneno dhidi ya babake, ima baba amemuata sasa kwa mashingo yake, ule babenu sitaki nisikie mkono kwa babenu, sitaki yao, si mtu ule hakuwauliza, hakuwayua siku zote, mewayua yeo. Maneno kama hayo, na huambiwa vijana nzitoto, vijana hawana kitujo cha kutuja haya ya sawa wala haya ya makosa. Yoambiwao yeo umri wao miaka 5 6 yatabakia kuwaongoza katika maisha yao mpaka mwisho wa umri wao, yemezee kuingia katika zitwa zao. Watu watahadhari sana kufanya incitement. Au mwingine hakuwatwa, ni mtu una wake wawili ama zaidi, hasa mwambie nyinyi kwa babenu ni second class, si kama wengine, babenu wapenda wale zaidi, babenu yale maneno huenda na upepo. Sisi lakini hasina namna hiyo, huwa imepata mahala katika kitwa cha wale vijana ameketi. Sikuye utakuwa ule shangami vijana hawa sura hiyo, sura waambiao babenu mamenu fanya ni kadha, vijana hawawezi kwenda kwa sababu wewe ndio sababisha huko nyuma kwa mashingo yako, kwa wivu wako, kwa matungu ulionayo, kwa watiatia wale vijana. Incitement ni kitu kiovu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwenye hadithi yake, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha wala khadiman ala sayyidiha. Hapa hakutaya vijana, ametaya mke. Sema si katika sisi mwenye kumtiatia mke dhidi ya mumewe, ukamtia ufunguo mke wako, mumeo kadha, fanya wewe, yani kamtiatia kumfanya mtukia mgeukie, au khadima ala sama, ukampata mtumishi. Zamani watumwa, hasa kuna watumwa tena, ukamtiatia wewe ule kutuma sana, kupa senti ngapi, atilia mbali, yani ukamtia ufunguo mpaka ule mtu kaona una habari, huyu unionea nno, katolewa kamkosa ule mtu wake. Hayo yote ni katika makosa. Kwa hivyo iwapo wewe sasa utawatia vijana zako wawatukie ima babao ama mamao, utakuwa umeingia katika hili, laana Allahu man khabbaba imra'atan ala zawjiha au khadiman ala sayyidihi. Utangia kwa sampuli yoyote katika, na hili ni kosa kubwa. Vijana huwa hawana khiari tena baadaye, kwa sababu wakubwa umezee kuwa chwin, umewekeza namna hiyo, wamekulia. Na haya mambo mengi ambayo watu yafanya utu uzimani, athari zake za utotoni huko. Utamkuta mtu hucha kitu cha upuzi tu, lakini akikiona yeye hana hisia kabisa. Baba utaona mboni mtuni akili zake ziko sawa, mboni hucha ende kiasi hiki, ende mbakuchewa, lakini ni mambo ya utotoni yalimtokea, yamesakama mahala kwenye akili yake, hawezi kuyatoa tena. Kimuona ende ukosa hisi, basi ona kama mzomuona nyoka, na niende tu. Watu 10 mko hapo hawaoni chochote, yeye mmoja babaika, taka kutoka, utatarika. Mambo yalimtokea utotoni, alitamba na ende, mzazi wake amshutua, ende hoyo mzee, ende ni hatari, ni tanidhuru. Basi mzee kuingia na maneno namna hiyo, ile maneno ya tio ambao pengine mama au baba humwambia wanawe dhidi ya mzazi mwingine, baadaye ndio atakuwa kuonekana athari yake, na itakuwa wenye kulaumiwa mbewe si vijana. Vijana hawana khiari tena, umewakuza namna hiyo, wamekulia namna hiyo. Kwa hiyo nataka wawe wazazi na hadhari sana katika swali hili. Kwa kumalizia, kuna kisa cha bwana mmoja katika si sahaba, hakuweza kupata daraja kuwa sahaba, ingawa alisilimu wakati mtume ukali hai, wala hakuwa kiketi mbali na Madina, karibu yaliketi Yaman na mtume uko Madina. Lakini usahaba kwa nyaka zake zote hakuwahi kwenda Madina kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam, na ili mtu amkulie ni sahaba lazima awe alisilimu katika uhai wa mtume na akaonana naye mato kwa mato, hata kama dakika chache. Huyu hakupata hilo, pamoja na kwamba daraja kubwa hiyo, lakini badali ya hiyo Mwenyezi Mungu alimpa badali yake. Sasa utakuwa kushangaa kuona sababu gani yeye hakuweza kuinua hatua kwenda Madina kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mtu alikuwa tamani, mtu kisikia kama ule mwenye Madina nyani kanisalimie bwana, kila mwatamani na yeye kwenda Madina. Huyu hakwenda Madina, pamoja na kwa Yaman.
Masahaba wengi wa Yaman walikuwa wako. Huyu alikuwa una mamake, mamake mtu mzima, hana mtu mwingine, yeye hana mke, hana ndugu, ni yeye na mamake tu, na ndio mshughulikiao mamake. Kose kuambiwa ni sahaba, lakini apate radhi za mamake, uketi na mamake mpaka mko amkhitari mamake. Akaenda Madina, khalifa ni Saidna Umar radhiallahu anhu, baada mtume kufa amekwenda Madina yeye. Sasa na Saidna Umar anena kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alinihusia, Mtume alimuhusia akamwambia, ya Umar, ikiwa utakuwa na umri mrefu, watakuya watu kutoka Yaman, watakuya wafdi kutoka Yaman. Katika hao kuna mtu amkuliwa Uwaisul Qarani, jina lake amkuliwa Uwaisul Qarani. Ukiweza kumwambia akuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mwambie akutake maghfira, yeye akuombe wewe. Uwais amuombe Umar, fa inna da'watahu mustajaba. Mtu huyo dua yake haina pazia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu alimpa badali yake, amekosa kuwa sahaba, lakini amempa daraja kwamba ni mujabu dua. Na Mtume hakumuona huyu, aliambiwa na Jibril kwamba kuna mtu Yaman, jina lake ni fulani fulani, alama yake ni kadha, huyu ni mtu mustajabu dawa. Na sababu yake ni kwa kuwa yeye alishughulika akawata kwenda Madina kwa Mtume salama kwa ajili tu ya kumhudumia mamake, mpaka Mungu akamkhitari, na Mungu naye bahishi yake akamtuza, kamjazi kwa hilo, akawa ni mustajabu dawa. Kwa hiyo mtu la atakuwa ni kinyume cha huyu, ina maana dua zetu zitabaki hapa hapa kwenye mashikio yetu, hazitopaa. Kiwa ni watu kutoa heshima wazazi wetu, kuwakosea na kutoa jali na kutoa thamini, ina maana utakuwa ni kinyume cha Uwaisul Qarani. Moja katika asbab ijabatu dua ni mtu kwamba awe ni mtiifu na mtu barun biwalidayhi. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. Amu TV, the stories behind the scenes.